Hapa Bagamoyo kuelimishana na kupeana miongozo mbalimbali ambao basi wataifanya biashara hii ya gesi ya kupikia majumbani ikawa bora zaidi, salama, lakini ikawafikia wananchi kwa utaratibu ambao tumeujiwekea ambao ni wa usalama zaidi. Tumewakumbusha kitu kingine ambacho ni kikubwa kwao ambacho tumewakumbusha ni kuzingatia masuala ya usalama, lakini kuhakikisha wananchi wanauziwa gesi yenye mtungi yenye ujazo ulio sahihi kama ulivyoandikwa kwenye ule mtungi, kwa sababu hivi karibuni tumepata sana malalamiko, baadhi ya wananchi wakilalamika wanaponunua gesi ilikuwa inakaa miezi miwili, lakini ghafla na shamba amenunua gesi imekaa wiki mbili imeisha. Hapa tulichogundua ni kwamba kuna ile hali ya uchakachuaji, ikiwa ni upunguzaji wa kiwango au kiasi cha gesi kilichopo kwenye ule mtungi kwa ajili ya kupata faida zaidi kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu. Kwa hiyo niombe wafanyabiashara kwamba wana wajibu wa kumuuzia mwananchi mtungi uliokuwa na kiwango ujazo sahihi. Kama ni kilo 6 basi mwananchi apimiwe. Kama ni kilo 15 mtungi upimwe, mwananchi aone kwamba hizi ni kilo 15, na kama ni kilo 38 likewise aone kwamba huo mtungi ni wa kilo 38. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha hivyo. Lakini rai yangu kubwa kwa wananchi ni mwambie tu, unapoenda kununua gesi ya kupikia majumbani, ni wajibu wa mfanyabiashara anayekuuzia akupimie. Unapopata changamoto yoyote ya kutokupimiwa, basi hakikisha unatupa sisi taarifa kama wadhibiti kwenye eneo hilo, ili tuweze kuchukua hatua stahiki zinazo stahili. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanaendelea kuongeza na kufanya hii biashara, URA tumejipanga kuwatoa huduma hii kwa njia rahisi, kwa sababu sasa hivi hata ukitaka kuomba leseni utaomba kwa njia ya mtandao, una haja ya kufika kwenye ofisi zetu. Unafanya maombi yako kwa njia ya mtandao na unapata leseni yako kwa njia ya mtandao. Lakini niwaombe wazingatie sheria, taratibu za ufanyaji biashara, hususan kwenye masuala mazima ya usalama, na wahakikishe kila mfanyabiashara anayefanya hii biashara ya gesi ya kupikia majumbani awe na mzani uliohakikiwa na wakala wa vipimo, na mteja wake anapokuja hakikisha anampimia mtungi ule, kumthibitishia kiasi kilichomo cha gesi kwenye ule mtungi, ili mwananchi akafaidike basi baada ya kuwa amelipa hela na apate gesi ya kiwango sahihi na sio cha tofauti. Tumetupa semina nzuri jinsi ya kutunza ile mitungi, kuweka mbali na sehemu ambayo hewa ni ndogo, yaani nikimaanisha kwamba lazima tuweke mtungi katika sehemu ambayo hewa inaingia kwa wingi, ili hata kukitokea labda mtungi unavuja au unamwaga gesi, hewa inakuja inachukua ile gesi ili kuondoa madhara zaidi ya mlipuko. Pia umetufundisha kujenga cage kwa ajili ya kutunzia, hasa kwa watu wenye mitungi mikubwa wanaotumia majumbani, mtungi kuweka nje na kujengea kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya usalama, kwamba tusichanganye mitungi na vitu mbalimbali ndani, ili kupunguza madhara yanayoweza kutokana na moto, hata hali ya uokoaji ikawa salama zaidi. Leo pia nimepata elimu ya kwamba ukisafirisha mtungi lazima usimamishe, na ukifika kule kabla ya matumizi unatakiwa upumzishe kwa muda kidogo, alafu ndo uendelee na matumizi. Kabla hapo ilikuwa mtu akija tu bodaboda unabeba, anapakiza vyovyote tu anaondoka. Kwa hiyo sasa hizi hapa nimejifunza kwamba mtungi unatakiwa ukaeje, na pia katika store zetu tunatakiwa tuupange kwa kufuata mistari.